Mtazamaji wa Nakivona Sports, huu ndo msafara wa klabu ya Yanga ukiwa umewasili, ukiwa umeingia na treni ya mwendokasi. Jioni hii ali mbele yangu ni Fivadinho, sehemu ya department ya habari na mawasiliano ya klabu ya Yanga, ndio yeye anaongoza na klabu. Nataka niambie kwenda ilivyokuwa na kurudi ilivyorudi na mchezo na mazingira yote ya mchezo uliokuwa. Karibu sana Fivadinho. Kwanza tunamshukuru Mungu, tumesafiri salama, tumerejea salama. Lakini vile vile tunashukuru sana mashabiki wa Young Africans ambao wako pale Singida, walitupokea. Wako ambao wametupokea Dodoma mjini pale ambapo tumefikia kwa ajili ya mapumziko kidogo kabla ya kupanda treni kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo tulipata mapokezi mazuri Singida na Dodoma. Jambo zuri pia la kushukuru ni kuwashukuru Singida ambao pia wameona kuna nafasi ya sisi kwenda kujumuika nao kwenye uzinduzi wa uwanja. Kwa maana kwamba wametafuta wakaona mtu ambaye anaweza kawapa hii thamani ni klabu ya Yanga. Si tu Singida, Kaizer Chiefs walituita kwenye Toyota Cup kama utakumbuka, pamoja na TX Galaxy kwa shiriki mashindano yale pana tukabeba ule ubingwa. Lakini pia utakumbuka recently tulikuwa tukialikwa kwenye matukio mbalimbali. Utakumbuka tukio la uhuru wa pale Malawi. Klabu ya Yanga ilialikwa na serikali ya Malawi kwa ajili ya kwenda kwenye mchezo maalum ambao ulichezwa kwa lengo la kusherehekea uhuru wa taifa hilo. Na upande wa Singida nao pia wameona kuna umuhimu wa kutuita sisi kama sehemu ya watu ambao wanaweza kwenda kushiriki nao kwenye uzinduzi wa uwanja. Kwa hiyo hii inatupa picha kwamba ni heshima gani kama club tunayo na ni wajibu gani wa kuendelea kulinda brand hii ya klabu ya Yanga ambayo imekuwa ikiaminiwa na wadau mbalimbali kwenye matukio mbalimbali, na ndio maana tulikuwa tukipewa fursa ya kwenda kushiriki nao. Mwisho ni wapongeze Singida kwa hiki ambacho wamekifanya kwa maana ya kuwa na uwanja huu. Na uzuri pia uwanja wao ni uwanja ambao unaonekana kwamba unaweza kuhimili mazingira tofauti kwa maana ya hali ya hewa. Mvua ilinyesha, mvua kubwa sana kwa takriban dakika 30, 20 mpaka 30. Mvua ya mawe, nafikiri mnaifahamu. Na ile mvua ya mawe ilijaza maji ule uwanja. Lakini ndani ya dakika 2-3 uwanja kama umekuwa mzuri wa kuchezeka, isipokuwa tumbo lilikuwa ushaenda, kwa hiyo tuko na hakuna sababu ya kuleta na mchezo ambao tayari uliweza kuletewa hiyo tafrani ya mvua. Kwa hiyo niwapongeze, naamini kuna maboresho kidogo yamebakia wao kumaliza. Inshallah baada ya muda si mrefu tutaamini kwamba wataweza kukamilisha. Shukrani sana.